Ndugu watumishi wa Mungu, wachungaji, wahudumu na viongozi wa kanisa katika ngazi zote, wazee wa kanisa, washirika wote na Watanzania wote kwa ujumla. Mimi Asheri Bango, askofu mkuu wa kanisa la Evangelistic Church of Truth and Eternal Life Tanzania, kwa unyenyekevu mkubwa na shukrani nyingi na kumtukuza Mungu wetu aliye hai, ambaye kwa rehema na neema zake ametulinda, ametuvusha salama katika mwaka uliopita, ametujalia neema ya kuona mwaka huu mpya. Hakika uhai wetu ni ushuhuda wa upendo wa Mungu na uaminifu wa Mungu kwetu. Kwa mamlaka ya huduma niliyopewa katika kanisa la Kristo, ninawatakia kanisa la Mungu na taifa la Tanzania heri ya mwaka mpya, mwaka uliojaa baraka, amani, afya njema, mshikamano, haki na mafanikio ya kiroho na kimwili. Neno la Mungu latufundisha katika Zaburi ya 90, tufundishe kuzihesabu siku zetu ili tupate moyo wa hekima. Mwaka mpya uwe na fursa ya hekima ya kutafakari tulikotoka, kutubu pale tulipokosea na kujipanga upya kulingana na mapenzi ya Mungu. Wapendwa katika Kristo, kanisa linaingia mwaka huu tukihimizwa kuendelea kuhimiza na kwa sauti ya matumaini, upendo, haki katika jamii ya Tanzania kwa wote. Bwana wetu Yesu anasema katika Mathayo 5:14 kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu katika giza la changamoto za kiuchumi, kimaadili na ya kijamii. Katika kanisa linapaswa kuangaza nuru kwa matendo mema ya kweli na huruma kwa wote. Katika taifa letu liendelee kudumisha amani, umoja, mshikamano, amani, utulivu, nayo ni baraka ya kipekee. Ni wajibu wetu kulinda kwa maombi, hekima na matendo mema na haki. Katika changamoto za maisha, neno la Mungu latutia moyo katika Isaya 41:10, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Hivyo hata pale tunapokabiliwa na majaribu, magonjwa na misukosuko ya maisha, tunasimama imara tukijua Mungu wetu hatuachi wala hatutupi. Kama askofu mkuu, na wahimiza washirika wote katika mwaka huu pamoja na Watanzania wote mambo kadhaa: 1, upendo; 2, kuchukuliana kiimani; 3, amani na utulivu; 4, kila mwenye mamlaka tunza kuheshimu utu wa watu wote, usiwe sababu ya kuwagawa watu, iwe kikabila, dini, rangi, kiuchumi au kielimu na kadhalika. Ndugu washirika na Watanzania wenzangu, mimi ninawaombea mwaka 2026 uwe na historia ya mafanikio, umiliki na ustawi na maendeleo kwa kila mwamini Mungu. Pokea neema na kufanikiwa. Hitimisho. Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu akubariki sana.